Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema kosa kubwa linalofanywa na baadhi ya viongozi ni kuitumia vibaya imani waliopewa na wananchi katika madaraka walionayo. Akimzungumzia hayati Baba wa Taifa Julius Kambarage Nyerere kwenye kongamano la vijana la kumbukizi ya miaka 104 ya kuzaliwa kwa Baba wa Taifa lililofanyika katika ukumbi wa Chimwaga jijini Dodoma, Dr. Nchimbi. Lakini vile vile taifa letu lilikuwa na bahati ya pekee ya kupata mtu aliyepinga kwa maneno na kwa vitendo matumizi mabaya ya madaraka. Kosa kubwa ambalo viongozi wengi tunafanya ni kutumia vibaya imani tunayopata kutoka kwa wananchi wetu. Ukiaminiwa na wananchi, manake wanakutarajia utumie madaraka waliokupa kwa maslahi ya wananchi, sio kwa maslahi yako. Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere alikuwa wa kipekee sana katika hili, na ndio maana alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kusema kila mwananchi awe na haki ya kupata elimu ya msingi bure, kila mwananchi, na kuanzisha utaratibu wa UPE, Universal Primary Education, ambapo kila Mtanzania alikuwa na haki ya kupata elimu ya msingi. Na kwa kweli wakati wa Mwalimu hakuwa na masiara. Kama hutaki kwenda shule utapelekwa na polisi. Alitaka watu wake wote wasome, alitaka watu wote waelimike. Lakini vile vile Baba wa Taifa aliamini kwa dhati katika utu na uhuru wa binadamu. Na ndio maana baada ya uhuru wa nchi yetu, Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere alilielekeza taifa letu katika vita vya ukombozi wa bara la Afrika. Hakuna nchi ambayo imepata uhuru baada ya Tanganyika ambayo haitambui mchango wa Baba wa Taifa, ama kwa maneno, ama kwa fedha, ama kwa rasilimali zingine katika kusaidia uhuru wa nchi hiyo. Na ndio maana tunaheshimika sana duniani kwa mchango wa Baba wa Taifa katika kutambua ubinadamu na utu wa binadamu duniani. Lakini Baba wa Taifa vile vile alitujengea taifa moja la Tanzania lenye makabila zaidi ya 120, lakini linalojihisi kama taifa moja nje ya makabila. Baba wa Taifa alitujengea taifa ambalo alijitambulishi na dini. Uwezi ukapita mahala unajigamba, mimi kwa sababu ni Muislamu naomba mnichague, mimi kwa kuwa ni Mkristo naomba mnichague, au mimi kwa sababu ni Sunni naomba mnichague, au kwa sababu mimi ni Shia naomba mnichague, au mimi kwa sababu ni Anglikana naomba mnichague, mimi kwa sababu ni Mkatoliki naomba mnichague. Mwalimu alitufikisha tukaona mawazo ya namna hiyo ni ya kijinga. Hapa Makamu wa Rais akagusia aina ya viongozi ambao hayati Baba wa Taifa aliwataka. Alitamani nchi iongozwe na mtu mkweli, mtu mwadilifu, mtu anayependa nchi yake, mtu ambaye mali ya taifa itabaki kuwa mali ya taifa, na yuko tayari kutumia nguvu na akili zake zote kutumikia nchi yake. Hiyo ndio aina ya mtu Nyerere alimtaka. Na kwa maneno mengine alikuwa anatutafutia mtu anayefanana naye. Kwa kama taifa letu liliwahi kuwa na bahati, basi ni kupata rais aliyeipenda nchi yake kama Julius Kambarage Nyerere. Kama taifa letu liliwahi kuwa na bahati, ni kupata rais aliyechukia rushwa kama Julius Kambarage Nyerere. Nyerere alikataa rushwa kwa maneno na vitendo. Kwa maneno na vitendo. Anapokuambia naichukia rushwa, alimaanisha kwamba anaichukia rushwa. CPA Dr. Venance Mwase ni mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Madini la Taifa STAMICO. Akichangia katika kongamano hilo amesema, Genge rasmi limeongelewa swala la fursa, na mimi ni shuhuda
sasa kwa upande wa vijana katika sekta ya madini, ambaye mimi nipo kwa niaba ya Watanzania kupitia kusimamia hili shirika la umma. Fursa zipo nyingi sana, fursa zipo nyingi sana, na hata ukiangalia kwenye hiyo dira ya maendeleo, kuna sekta ambazo zimetajwa ambazo ni sekta za mageuzi. Miongoni kuna kilimo, kuna madini, tehama na viwanda. Sasa ukija kwenye sekta ya madini, fursa ambazo zipo na zimeshatengenezwa ni nyingi. Na mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu niwasimamishe vijana ambao wameshachungulia hizo fursa na ikaundwa taasisi ya vijana, Youth in Mind. Nadhani mko hapa, wakina Ashraf hawa ndio walikuja ofisini kwangu na hayo maono, na mimi nikawasapoti, na sasa hivi ni taasisi ambayo ipo nchi nzima inajishughulisha na uchimbaji wa rasilimali madini. Na mheshimiwa mgeni rasmi, nikumbushe hayati baba wa taifa aliwahi kusema, madini sio ndizi, sio maembe useme yataoza. Tukae nao, tujenge uwezo wa watu wetu waje wayavune. Hayo ni maono pia. Wakati umefika, shirika la madini lipo, taasisi ya vijana kwenye sekta ya madini ndio hii hapa. Kwa hiyo vijana, jiungeni, changamkeni hizo fursa. John Israeli, Banda Media, Dodoma, Tanzania.